Zamani birthday ndio ilikuwa inafanyika kihaki. Sasa hivi tunazaliwa kwa mwaka mara 3. Mwaka mara 3 na hamna kuulizana kwamba wewe umezaliwa. Mimi napokuta kijola changu nunua, ingia ule keki. Kwa hata uza keki sasa hivi wanapata riziki. Unaposema kwamba kwa mwaka watu wanazaliwa mara 3. Wanazaliwaje? Unazaliwa kutokana na mazingira. Wewe ukijiona tu mwenyewe una hela vijola umezaliwa birthday mbele. Kiona wewe kodi huna, andaa vijola nimezaliwa. Watu wasitake wacha kuangalia wewe umewakaga. Wewe unakwenda na kuzaliwa tu. Sasa unakuwa na maana gani? Sasa uzaliwe mara 3. Unapata hii hela baba. Wewe kuna mtu azaliwa mara 4 kwa mwaka, sisi kwetu Uswahilini tupo. Mara 4 unazaliwa mara 5. Riziki yako tu Mungu anakupa wewe twende. Wewe ni birthday tu. Birthday. Mara 4 kwa mwaka. Mimi naomba mwenye nyumba usinidai kodi nivumilie mwezi unakuja mimi nazaliwa. Anavumilia kweli. Anakaa getini napokea mpunga wangu na mlipe la kodi meshaendelea kuzaliwa ndo dili. Sasa hivi mwendo kuzaliwa mara 7 mara 8 hivyo. Chunguzi wote unafanya birthday mtakuta mwaka mara 2 mara 3. Wewe ngoje paka mwaka unajua Mungu atakutoa lini? Wewe unapanga mara 3 hata mara 7 inaruhusiwa uwezo wako wewe. Kwa maana sasa hivi Uswahilini sasa sikukuu ya kuingiza hela ni kazi gani? Birthday to you. Ukisikia happy birthday to you riziki hiyo. Mwaka huu una mpango kufanya birthday ngapi? Mimi nina kama hizi. Na birthday ya kwanza kupata mpenzi nilompenda, na ya pili kuhamia nyumba yenye vioo, na ya 3 kupata baba mkwe alionikataa. Kwa hiyo kunikataa peke yake lazima nimfanye birthday baba mkwe. Baba mkwe alikataa? Kanikataa. Kwa sababu gani? Umesingia? Kasa mimi bonge. Na baba mkwe ataka wembamba atawatoa wapi mji huu? Baba mkwe. Ataka mwembamba ataki bonge. Kwa hiyo naye baba mkwe ana birthday yake. Nitaandika birthday ya baba mkwe kumkataa mabonge.